Karibu sana kwenye kliniki ya afya mapenzi. Leo nazungumzia kuhusu video ambayo nilitoa juzi, ambayo nasema mapenzi matamu ni ya kufanyana usiku kucha. Video hiyo ambayo nimeiweka siku 3 zilizopita imeniletea mawazo kutokana na comments chache ambazo nimeziona pale, baada ya kukutana na watu ambao wamefurahishwa na mada ile ambayo imetokana na mama wa miaka 43 ambaye ameolewa na mchungaji wa kanisa. Anasema baada ya kumtumia video walifanya mapenzi karibia usiku kucha mpaka wakachelewa kwenye ibada ya Jumapili. Nilimtumia video hizo Ijumaa, akazitumia Jumamosi, akatumia Ijumaa hiyo hiyo, akapata uzoefu Jumamosi, akatumia, ndo ikawa zaidi. Sasa vile vile katika video ile nimeweka mstari ambao uko kwenye Biblia ya mwanamke ambaye mume wake amesafiri, akaenda akatafuta mchepuko na akamwambia ule mchepuko, mume wangu amesafiri, ameondoka na hela nyingi sana. Hiyo ni Mithali sura ile ya 7 mstari ule wa 10 hadi ule wa 18. Kwenye mstari ule wa 18 huyu mwanamke anamwambia yule mwanaume ambaye amemchepusha, tukae tufurahishane nafsi zetu mpaka asubuhi. Hiyo ni Biblia. Anasema hivi, tufurahishe nafsi zetu mpaka asubuhi. Sasa nilikuwa natafakari leo, nilikuwa nafanya mazoezi ya kutembea, nilikuwa natafakari mahali fulani, nikaona ukweli mkubwa uliomo katika lile ambalo nimelizungumza kwenye video ile. Ni kwamba ni muhimu sana watu wajue kwamba kufanya mapenzi kwa muda mrefu kunasababisha umpendelee yule uliyemzoea badala ya kumpendelea mtu ambaye ni mgeni. Kutokana na tafiti za kisayansi ambazo zimefanyika ya kichocheo maarufu sana kinachoitwa oxytocin, ambayo inaitwa hormone, inaitwa bond hormone. Kichocheo hiki cha oxytocin ni kichocheo ambacho kinatoka kwa wingi sana pale mama anapokuwa amejifungua. Hata mnyama anapokuwa amejifungua anapenda kuwa karibu sana na mtoto wake, hata kuku vile vile. Kichocheo hiki cha oxytocin, na kichocheo hiki cha oxytocin vile vile kinatoka kwa wingi sana pale ambapo watu wanafanya mapenzi kwa muda mrefu, yaani ule mgusano wa ngozi kwa ngozi kwa muda mrefu unasababisha umpendee uliyemzoea badala ya mwanamke mgeni au mwanaume mgeni. Sasa katika tafiti hiyo ilikuwa ni hivi, kwa wale ambao wanasikiliza video hii kwa mara ya kwanza, tumeshalizungumzia hizi kwenye video nyingine, ni kwamba homoni hii ya oxytocin inatolewa kwenye mwili wa mwanadamu, alafu inawekwa kwenye tube ya kuspray kama vile perfume. Alafu wanaume wanawekwa na wake zao, sawa, wanawekwa wanakaa kwenye mabenchi. Sasa huyu mwanaume amekaa na mke wake, alafu ambaye amepuliziwa, sasa unapuliziwa kwenye pua ile homoni ya oxytocin, wanaispray kwenye pua pia. Yule ambaye amepuliziwa homoni hiyo ya oxytocin, anapotokea mwanamke mzuri, amevaa kimini kizuri kweli, alafu ana mapaja yale ya TikTok, mazuri kweli, akitokea huku huyu mwanaume anakuwa hana habari naye kabisa, yuko tu anatia story na mke wake. Sasa wanaume wale ambao hawakupuliziwa kichocheo hicho cha oxytocin, anapotokea mwanamke ambaye amevaa kichokozi, mapaja yake na hips zimekaa vizuri, huyu mwanaume anapoteza umakini wa kuongea na mke wake, anatamani mke wake angeondoka ili aanze kumtongoza huyu dada mwingine mgeni. Na vile vile tafiti hiyo vile vile imefanyika kwenye maktaba. Yani kwa sababu kama nilivyozungumza ni kwamba ule mgusano wa ngozi kwa ngozi unakuwepo kwa wingi, unasababisha umpendee yule ambaye umemzoea. Sasa tafiti hii ilivyohamishiwa kwenye maktaba ni kwamba pale mkutubi wa maktaba anapokupa kitabu alafu akakushika mkono akakuambia nakutakia siku njema, akaenda,
Alafu mwingine akakupa tu kitabu, mkutubi mwingine akakupa kitabu, lakini hakukushika mkono. Ikaonekana kwamba wale ambao walipewa kitabu alafu wakashikwa mkono, wakaona kwamba wanaipendelea ile maktaba, wanaisifia sana ile maktaba kuliko wale ambao walipewa kitabu bila kushikwa mkono. Hiyo ni experiment ndogo. Unaweza kuona jinsi gani ilivyo. Experiment hii tena ikahamishiwa, hii jaribio tena ikahamishiwa kwenye sokwe mtu. Sokwe mtu, watoto wale sokwe mtu wale, sawa, wakatengenezewa masokwe mtu ya bandia ya aina mbili. Sokwe mtu la kwanza lina manyanya tu, lina sura kama ya sokwe mtu na manyanya mengi. Sokwe mtu la pili la bandia halina manyanya, lina manyanya lakini limewekewa magodoro, vitu laini, manyoya na nini. Sasa lile sokwe mtu la bandia la manyanya mawaya limewekewa maziwa ya kunyonya, sawa, ya maziwa ya sokwe mtu. Sasa watoto walienda kwenye lile sokwe mtu la bandia lile la manyanya kwa kunyonya tu. Alafu wakaja kwenye hii sokwe mtu hili la bandia lenye manyoya, wakawa wanatumia muda mrefu sana, yani ile comfort ya kukaa kwenye mtu mwenye manyoya. Sasa basi ikaonekana kwamba hata watoto na wenyewe ni hivyo hivyo, lakini lingine vile ikahamishiwa vile tafiti hiyo kwenye watoto yatima. Watoto yatima ambao wameachwa wakiwa wadogo sana, sawa. Manesi ambao walikuwa wanapenda kukaa na kuwapakata watoto, wale watoto walikuwa hawaugui, lakini wale watoto ambao walikuwa hawapakatwi walikuwa wanaugua sana mara kwa mara. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani ni kwamba ile hali ya kuwa karibu na mwenzio ngozi kwa muda mrefu inakuletea faida. Inakuletea kwanza, kinga yako ya magonjwa, dhidi ya magonjwa inakuwa kubwa. Alafu unajikuta unampendelea yule uliyomzoea. Sasa wale ambao nimewatumia video za massage, kuna video kama 50 na nimeziangalia leo kwa ajili ya wanawake. Mwanaume ana maeneo 14 ya kumshikashika na kumtekenya maeneo 14. Mwanamke ana maeneo 17 na kila eneo lina ufundi wake. Sasa wale ambao nimewatumia zile video za massage, wengi ambao wamezitumia wananiuliza mafuta gani daktari ya kutumia, na hao ndio ambao wanashangaa. Mama ambaye ana umri wa miaka 54, mume wake ana miaka kama 60 ngapi, kama sikumbuki vizuri, anasema daktari, yani nimeanza kuifurahia ndoa yangu uzeni. Anasema najikuta nataka kumkumbatia mume wangu hata hadharani, hata mbele za watu, nataka nimkumbatie mume wangu, najishangaa. Na huyu sio mwanamke wa kwanza aliyeniletea story. Hebu fikiria, huyu mwanamke nimemtumia video kwa mara ya kwanza, ana umri wa miaka 43. Asema kwa mara ya kwanza tumefanya mapenzi mpaka asubuhi. Lakini sio hilo peke yake, mwanamke mwingine anasema, dokta, baada ya kufanya mapenzi na mume wangu kwa siku 2 kutumia hizi video zako, mume wangu mwenyewe kanipa ATM card, kaniambia kachukue 300,000. Haya, story kutokea Arusha. Baada ya kaka mmoja nimemtumia hizi video, akampizisha mke wake mpaka yale maji yakaruka. Maji yanaruka, umeshaona kwenye ile video za ngono, maji yanaruka, akampizisha mpaka maji yanaruka. Mke wake ambaye alikuwa ni bahili, kwa hataki hela zake zitumike, ni mwalimu, mume wake ni mfanya biashara, alienda kuchukua mkopo benki wa milioni 6, akamwongezea mume wake kwenye mtaji. Akamwambia, mume wangu leo umenifanya nini? Kwa nini muda wote hujanifanyia vitu kama hizo? Hiyo ni ndoa miaka 8. Hebu fikiria, kwa mfano, ufanya mapenzi usiku kucha, ni sawa na mtoto ambaye amepata hesabu zote. Asema nipata zote, anaringa, nipata hesabu zote, nipata majibu zote, nimezipata, ni raha. Kwa hiyo unamaliza hamu yote. Mwanaume anaishia goli moja anakuwa hajamaliza hamu yake tendo la ndoa. Hii ni tafiti, nakwambia, nakupa ukweli. Mwanaume anaishia goli moja hajamaliza hamu yake tendo la ndoa. Ndio maana wanaume wanachepuka, ile hamu inamsumbua. Agizia video hizo uzipate leo na wewe uweze kuwa na